Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamsi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya ng'ombe. Kujihisi mwenye simanzi. Kuchagua njia sahihi ya kutomwamini mtu katika mambo yako. Kuorodhesha mambo ambayo unatakiwa kuyafanyia kazi. Mawazo yako yatakuwa ni tofauti na mtu anavyofikiria. Kushtuka sana. Kukumbukia mapito yako na ulichomfanyia mtu. Utakuwa na hali ya uoga au hofu. Nyota ya mbuzi. Kupatiwa kitu ulichokiomba kwa mtu. Jambo la kazi kushughulikiwa. Kujifanya mgonjwa kwa kuzuga. Kuzuia mgogoro. Kufananisha kitu kama ni cha kwako. Kujihisi uchovu kila wakati wa kuamka. Kutamani kufanya kitu cha kukuheshimisha sana. Utakuwa mwenye upendo sana na watu. Nyota ya mashuke. Kuongea na mtu vizuri na utazani kuwa kakuelewa. Kumpatia mtu kitu kwa siri. Kuona ujumbe wa mtu ila hautoujibu. Kutohitaji mawasiliano na mtu fulani. Utajihakikishia jambo ulilokuwa na mashaka nalo. Kujikosoa ikiwa upo sawa. Kutokujiamini kwako hukufanya ukose ujasiri. Utajua kuwa mpenzi wako wa zamani anakufuatilia. Ufanya kazi zako kwa haraka. Utaikwepa shari ya mtu. Nyota ya mizani. Kumwelezea mtu jambo linalohusu familia. Kuhitaji usawa. Kukaa na kinyongo na mtu huwezi na hautaki. Kujielewa wewe ni nani sasa. Hivyo utafanya uwajibikaji wako. Kufuatilia jambo la zamani au uliloliacha. Simu kuisha chaji kwa haraka tofauti na siku nyingine. Mtu kukutuhumu bila hata kujua kosa lako. Ili mradi tu visirani viwepo. Utakuwa mgumu kuifanya kazi ya mtu au kukubaliana naye katika jambo. Mahojiano na mtu kuwa ni mengi. Kukataa kuwasiliana na mtu. Utamwacha mtu azidi kuwa na fikra zake anazoziamini. Nyota ya mapacha. Kutoa kitu kwa kulalamika. Kuona siku zinaisha kwa haraka. Kuto kutekeleza mipango yako kwa wakati. Kuhisi mtu anadharau. Kumpatia mtu kitu ambacho atakitunza kwa ukumbusho wako. Kusababisha mtu alie kwa sababu yako. Kushuhudia ajali au ugomvi. Kuwa makini na ujiepushe na mambo ambayo hayana umuhimu. Usiwe mwepesi wa kuhukumu. Kuvutiwa na simulizi nzuri. Kuona mtu katumia akili na busara katika jambo analolifanya. Nyota ya ndoo. Kutamani kupata mwendelezo wa kitu au vitu. Kuhisi huu ni wakati wako wa kutenda hasa kwa yale ambayo ulishindwa kutekeleza. Kumwambia mtu ukweli ambao utamuumiza. Mtu kudhihirisha chuki zake kwako. Kupata ongezeko la mshahara. Kutatua baadhi ya mambo. Utasifiwa kwa ulichokifanya. Kuchangamkiwa sana na mtu. Nyota ya mshale. Kutafutwa na mtu kwa shauku. Mtu kufurahishwa na uwepo wako. Kuhudhuria sehemu uliohitajika. Kuongea maneno kwa uchungu sana. Kuonekana kuna jambo linakusumbua na kweli iko hivyo. Unahitaji utulivu zaidi ili akili yako pia iweze kuchanganua mambo kwa usahihi. Kupita sehemu ya gizani na kuwa na mashaka napo. Kupata kitu cha thamani. Nyota ya simba. Kumwangalia mtu au kitu kwa muda mrefu. Kuhitaji maelewano mazuri na mtu. Utatamani upate nafasi kwa mtu ili urekebishe makosa yako. Kuona uonevu anaofanyiwa mtu. Utajielezea unavyojihisi ama unavyoishi. Kuchukizwa na dharau za mtu. Utakuwa makini sana na mtu anayekuandama. Kumshukuru mtu kwa wema aliyokufanyia. Kwa baadhi kufikiria kujiajiri ila mipango bado haijatimia ipasavyo. Maneno ya mtu yataufariji moyo wako. Kupoteza matumaini kwa mtu uliyempenda au kushirikiana naye. Kutokana hapo mwanzo mlikuwa mnaelewana vizuri sana, ila sasa kuna mabadiliko. Siku ya leo itakuwa na ukumbusho wa mambo yaliyopita. Kabla kupoteza kitu au kuisha utapata kingine. Simu kujiwasha na kujizima, hii ni taarifa ya jambo utakalolishughulikia hivi karibuni. Pia utahitaji matengenezo ya simu yako. Jambo lako kufanyiwa kazi baada kukumbushia kila wakati. Kuhitaji kutimiza jambo. Kutoielewa lugha ya mtu atakayokusemesha nayo.
Nyota ya punda. Kosa ulilolifanya au utakalolifanya litakuja na bahati usioitarajia. Kila jambo hutokea kwa sababu. Kuna muda tunapoteza tunavyovipenda ili tupate tunavyostahili. Kuchukia utani wa mtu. Kujua mtu ana jambo ila anashindwa kuzungumza. Kuna mtu ulimpa msaada ambao hakuutarajia kuupata kutoka kwako. Kwa msaada huo, unakwenda kupangua maumivu yako na kuzuia ubaya uliokusudiwa kwako. Hii ni nguvu ya Mwenyezi Mungu kuonesha ukuu wake na kuweza kupata malipo ya wema wako. Kuweka uimara kwa mambo yako. Nyota ya nge. Kuvuka vizuizi vya hatari kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Unapendwa na kulindwa. Kuna mtu hutokuwa na maelewano naye mazuri. Kujua chanzo cha tatizo. Kupata ugumu wa pesa. Kuwa na mawazo yanayojirudia. Nge, usikate tamaa kwa mapito unayoyapitia. Kuna wakati wa matumaini, furaha na faraja upo karibuni kukamilisha hitaji lako. Nyota ya kaa. Kuendesha usafiri kwa mwendo mdogo. Kuonekana upo tofauti na unavyokuwaga. Kutajwa mara kwa mara kwenye mazungumzo ya watu, hivyo utajing'ata au moyo kuuma kwa kuvuta. Kupiga mihayo sana. Kupunguza kuwasiliana na mtu. Utamsemesha mtu lakini atakunyamazia. Nyota ya samaki. Utakuwa mwenye kukosoa sana. Kuchunguza vitu. Kutamani kujua kitu zaidi. Kupenda sana mtu anayekuwa mkweli. Maelezo ya mtu yatakuvutia. Kuliotea jambo ambalo unashahuku nalo. Kuhisi kuna sauti kwa mbali inakuita jina lako. Na hali hii si ya mara moja. Unajulishwa una wito wa watu wanaokutegemea. Usifanye maamuzi ya haraka kwa mtu aliyekukosea. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.